Ni mchezo mzuri of course kutafuta dakika 90. Yaani dakika 90 kutafuta goli moja kwa JKT Tanzania. Sio kitu kidogo. Ni timu tu ambayo ina uwezo mkubwa kuhifadhi nishati dakika zote, kwa maana wanasema wazungu kuwa na ile endurance, kwa maana uvumilivu wa dakika 90 ndio timu pekee ambayo inaweza ikapata matokeo kwenye uwanja hapa Meja Jenerali Isamuhyo. Huu ni uwanja mkubwa zaidi kuliko uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam. Mapana yake, marefu yake yanazidi uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo kama huna nishati ya kutosha, kama huna determination, kama huna uvumilivu, kwa maana endurance, huwezi kutoboa. Na hii inadhihirisha kwamba Simba kwenda katika hatua finali sio kwa kubahatisha. Hatua finali ya kombe la shirikisho Afrika sio kwa kubahatisha, kwa maana wanaweza kucheza mechi ngumu. Hii mechi aliocheza mimi naifananisha na mechi ambayo Simba alicheza dhidi ya Al Ahly Tripoli ya Libya, kwa sababu ilikuwa hii mechi Simba aliocheza na JKT Tanzania ni mithili ile mechi aliocheza dhidi ya Al Ahly Tripoli ya Libya, kwa sababu Simba aliruhusu bao katika uwanja wa Benjamin Mkapa kipindi cha kwanza mapema kabisa, bao la Pasensi ya Mabululu, lakini baada ya hapo akasawazisha akapata goli 3. Safi kabisa, lingine la offside lile wakalikataa kama unakumbuka. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi tough ambayo ina migongano, tight marking kweli kweli na compactness, kwa maana wachezaji walikuwa wachiu nafasi. Uliona leo, na hii ndio mechi ambayo ilikuwa inawapa Simba intensity kuelekea pia kwenye mechi yao finali. Mimi nilikuwa natamani hii mechi ya leo pengine ingekuwa ndio mechi ya mwisho katika zile 4 za Simba kabla ya kwenda kwenye finali dhidi ya RS Berkane tarehe 17, ndio ingekuwa mechi ya mwisho, kwa sababu ingewapa wachezaji intensity pamoja na ile wanasema kuwapa wachezaji determination. Lakini wanaenda kucheza baadaye mechi na Pamba tarehe 8, alafu anacheza na KMC. Hii ndio mechi ambayo ilikuwa ina determine ukubwa na ubora wa klabu kama ya Simba, kwa sababu unaona namna ambavyo JKT walikuwa wanapambana, hawapi Simba nafasi ya kucheza. Tazama Edward Songo alivyokuwa anacheza high pressing, tazama eneo la chini leo walivyompoteza Machezo kapotea kabisa. Lakini huyo Machezo mwenyewe Nasoro Maulidi aliwasumbua Yanga Afrika hapa, aliwapoteza kina Pacome, alimpoteza Stefan Azikia, alimpoteza Chama wakuonekana, lakini leo hatumuoni. Ni kwa nini? Kwa sababu kocha aliingia na game plan ya maana sana. Leo alitia Kagoma akawa kama beki wakati, kwa sababu Chamuka Raboya kwepo. Kagoma amecheza leo, ameonyesha upande wake wa pili kwamba I can play central defender, I can play defensive midfielder, I can play central midfielder. Anaweza akacheza maeneo mengi, hata namba 10 akacheza. Na ndio mchezaji ambaye alikuwa anasajiliwa kwa ulaghai. Yaani ni kama ilikuwa inafanyika biashara ya utumwa, kwamba upe madini alafu umpe hereni au umpe mkufu. Madini kwa hereni. Yaani kwa wazungu walivyokuwa wanafanya ile biashara ile, kwamba wakupe madini, wakupe cheni au hereni alafu wape madini, dhahabu ya pale Geita. Kwa hiyo Kagoma alikuwa anasajiliwa kwa milioni 30, ni kama vile wazungu walivyokuwa wanafanya kipindi kile. Sio, unanisikia vizuri? Mbona unahuzunika? Biashara ile ilishapita. Wasiwasi wako nini? Kwa hiyo milioni 30 yenyewe kwa awamu 3. Kwa hiyo leo tunaona mwamba anazima pale kati. Hakuna kabisa usumbufu uliopatikana. Dilunga amepotezwa, Kichuya amepotezwa na Kagoma mmoja. Kwa hiyo Kagoma unaweza kumuita Putini mpya aliozaliwa. Ni Putini ambaye anafanya majukumu mengi sana uwanjani. Hana kadi za ovyo ovyo na mambo kama hayo. Lakini nimependa kuanza kuona ubora wa Deborah Fernandez Mavambo. Unajua Mavambo alianza kupotea kwenye ubora wake. Leo amepewa nafasi ya kucheza. Uliona namna ambavyo anagusa, anaachia, lakini ana determination, anapigwa kiatu, ananyanyuka. Kilichonivutia zaidi ni namna ambavyo Mutale Budo amerejea kwenye ubora wake. Leo kama sijajua kama man of the match ametangazwa nani, kama mlifuatilia hapo juu, lakini kwangu Joshua Mutale hata kama hajafunga goli alikuwa na deserve kuwa man of the match. Amecheza mpira mkubwa sana, amepata confidence, sio mbele ya KMC wala Pamba Jiji, nieleweke vizuri, dhidi ya JKT Tanzania, timu ambayo imewanyima Yanga usingizi hapa katika uwanja huu hapa, sio, unaelewa? Amepita katikati ya watu, yani ni kama vile Messi ananyanyuka, anakusa, anaachia, anapiga pasi, ni kumaliza eneo la mwisho. Na ile kumaliza watu wanamlaumu, lakini Ahoua alikuwa anamvuruga, anamtoa, sababu Ahoua alikuwa anatamani zaidi awekewe yeye ili afunge. Kwa hiyo utaona namna ambavyo Simba amecheza kwa ubora mkubwa. Fabrice Ngoma anawapeleka Simba kidedea, anawapa pointi 3. Tena kipindi cha Simba anapaswa kumaliza mechi, sababu kutaka wachezaji wake waumie. Umeona Ateba kwa baadaye cha Sambia ameingia, umeona namna kuswitch, kwa sababu ana mechi nyingi, kila baada ya siku 2 ana mechi. Kwa hiyo bavyo timu ya finali ya kombe la shirikisho Afrika inapaswa kucheza kwenye michuano ya ligi kuu ya kandanda. Yes. Tumbo la kuara, wana tumbo la kuara. Kwa nini?
tumbo linasokota. Kwa sababu sasa hivi wanaangalia Yanga katika hesabu zao. Kama unakumbuka kipindi cha nyuma Simba walikuwa wanampigia Yanga hesabu msimu tena uliopita tu kwamba Yanga akikutana na Namungo anaweza akabanwa, Yanga akikutana labda na Azam anaweza akabanwa, Yanga akikutana na KMC anaweza akabanwa, lakini Yanga alikula vizuri, aliwalamba vizuri wale pale. Lakini Yanga hesabu zao walikuwa wanajua katika mechi 4 ambazo Simba anacheza kila baada ya siku 2, kwa maana tarehe 2, tarehe 5, tarehe 8, tarehe 11. Walikuwa wanajua mechi pekee ambayo itawazuia Simba itawapa furaha ni hii hapa dhidi ya JKT Tanzania. Kwa nini? Ni timu ambayo kwanza haichangamani na upande wote. Hapa unaingiaje? Simba wenyewe tu jana walinyimwa dressing room hawajaenda. Hakuna makanda tembea. Gani? Kwamba Akisema kwamba nyinyi ni familia kwa hiyo mnaweza. Sasa yule ameongea lakini simuona game. Mimi katika vitu ambavyo navipenda ni kwamba unaweza ukasikia kauli kama hizo lakini bado mpira ukauona uwanjani. Lakini kuna kauli ambazo unaweza kusikia Yanga anakutana na timu fulani halafu baadaye kweli ukaona kikosi kilichopangwa inasikitisha, kikosi cha 3 cha 4 au unaona labda arudisha mpira hivyo. Kwa hiyo mimi natamani kuona kauli zinatoka halafu tunaona mpira yani. Mfano kama leo JKT walivyocheza mpira. Unawezaje ukasema kauli ya Jemedari labda pengine ilikuwa inaleta changamoto yoyote. Mpira umepigwa, Simba walikuwa wanaomba mpira uishi. Wewe ulikuwa unasikia dakika ya 89, defa agiza. Kwa nini? Kwa sababu anaona kabisa anything can happen. So to me, JKT ni moja ya timu ambayo inatoa challenge kwenye ligi na natamani wawe hivi. Kuna timu nyingi za jeshi of course zilikuwa zinafanya vizuri lakini zinaanza kupotea kwenye ramani. Polisi Tanzania ni timu iliyokujaga vizuri sana lakini baadaye wakaanza kupotea. Mashujaa ambao tulikuwa tunaona walikuwa wanafanya vizuri sana. This time Mashujaa akicheza na Simba watakaza. Wakikutana na Yanga utaona anampa kiulaini tu zile points. Anapigwa goli 5 kule Lake Tanganyika hao. Anacheza dhidi ya Simba anang'ata meno. Mchezaji anabebwa kwenye machela anaruka kabla hata hajafikishwa nje. Kwa hiyo Simba wanadhihirisha ukubwa wao na of course Simba wanapenda mechi ngumu kama hizi ambazo ni za kucheza, tucheze, hakuna kupoteza muda. Na JKT leo wametoa somo kwa vilabu vingine vilivyosalia. Unapocheza na Simba hakuna haja ya kupoteza muda. Piga ni kupiga, cheza mpira tucheze, mwisho wa siku matokeo yanapatikana. Na hii ndio Simba ambayo inaweza ikaanza kuwapa watu taswira kwamba msimu huu wamedhamiria ubaya ubwela. Wanawadanganya. Yaani wanawapumbaza kwamba wanajenga timu lakini kumbe mwisho wa siku wanautaka ubingwa. Kwa hiyo wanaumia sana. Yaani katika siku usimsalimie mtu wa Yanga. Kofi. Sasa inapelekea Yanga karatasi 167. Katabu hawa kupeleka kwamba Simba anapendelewa, wakaorodhesha goli la Ateba pale ili tukiwa bodi ya ligi aturudi, hatuna imani na peleka kwa ICU tapatapa nagusa chips mishikaki mchele. Yani sasa hivi wanaangalia yani kama huko wanapigwa kibla. Yani kuingiliwa swala la serikali ingilii FIFA haki. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo hii bwana Alise ile kauli ya Ahmed Ally ya ubaya ubwela ile anapaswa kuongezewa mshahara mara 3 wa ule alionao Ahmed Ally. Kwa ajili ya kauli mbiu tu. Sasa kauli mbiu inasema ukweli. Huko nimesikia Mo naye amewaita watu kula anawaambia nataka nidhamini timu 10. Ubaya mwingine unaingia. Ingawa hiyo mimi napinga, Mo haiwezekani. Ataharibu ligi itakuwa na ushindani. Hawaje JKT tutaona hii fujo hii vurugu hizi za kucheza mpira tutaona. Watakuwa na tu hapa unapiga ndani ili uende wapi? Amechukua makombe zaidi ya sio? Simba amechukua mara nyingi then ni nini?
tafuteni nafasi ya pili. Ubingwa au achana nao. Sasa kama unataka eti udhamini timu 10, yule ana 7 sijui ana 8. Alafu yani kuna mkate mbele ya bora. Kwangu mimi ninachoamini ni kwamba mpira uchezo uwanjani tuone. Nasikia Mo anasema sasa hivi milioni 50 ashindwe kumpa Feitoto, ashindwe kumpa kwa mwezi milioni 50 Feitoto. Anachotaka yeye. So kwangu mimi naweza nikasema Simba level aliocheza leo. Angalia. Wajiandae. Jiandae. Ni kubwa sana.